ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, damu yake na sadaka nategemea daima simama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Haleluya. Tupenda tuweke mikono yetu pamoja na kumsifu Bwana siku ya leo.
Bwana asubuhi ya leo.
mbele zako, ninainama mbele zako Bwana nikisema unastahili. Ninainama mbele zako Bwana nikisema wewe ni Mungu peke yako. Hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana. 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 Tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakupa sifa. Worship you. Tell him that is right. Tell him that is right. Mwambie Bwana anastahili. Mwambie Bwana asante. Bwana ametufanya wiki nzima tangu tunajifunza kuingia hapa katika ibada hii ya Kiswahili, na Bwana anajua mwaminifu. Inua sauti yako kamwambie Bwana asante. Asante kwa kuhifadhi maisha yetu. Asante kwa kuhifadhi jamii zetu. Asante kwa kuhifadhi watoto wetu. Asante Bwana kwa kuwa pamoja nasi tunapoenda tunaporudi. Asante kwa milango ambayo umetufungulia wiki hii. Asante Bwana kwa rehema zako, kwa neema yako ambayo unatupa kila asubuhi. Tunakushukuru, tunakuabudu Bwana, tunasema ni asante. Asante Bwana. Ningependa uende mbele za Bwana sasa hivi ukiwa na mahitaji yako, yale mambo ambayo ningependa Bwana akayashughulikia asubuhi ya leo. Ningependa uende mbele zake asubuhi ya leo kamwambie Bwana, katika ibada hii naomba ukanikumbuke. Ninaomba Bwana katika siku hii Bwana ukanikumbuke. Bwana ukanikumbuke asubuhi ya leo. Ninaomba Bwana ukayafute machozi yangu. Ninaomba Bwana ukanikumbuke asubuhi ya leo. Nenda mbele za Bwana ukiwa na ujasiri. Biblia inasema tunapohitaji neema tuende katika kiti cha enzi tukiwa na ujasiri. Nenda mbele za Bwana katika jina la Yesu asubuhi ya leo, sababu Bwana mahitaji yako, kwa sababu Bwana anaweza. Bwana anaweza. Bwana anaweza. Bwana anajibu maombi. Nenda mbele zake Bwana ukamwambie Bwana leo nikumbuke. Nikumbuke asubuhi ya leo. Mwambie Bwana kile ambacho kinatatiza amani yako, kile ambacho kimetatiza amani yako, kile ambacho kimefanya hawezi kutulia. Nenda mbele za Bwana ukakiseme, najua Bwana kuna nguvu katika mkono wa Bwana. Bwana anaweza kufanya kila kitu. Mkono wa Bwana una nguvu ya kutenda mambo yote. Mambo mengine huenda yasiwezekane kwa mwanadamu, lakini hakuna ambacho Bwana hawezi kufanya. Mambo baba yako mema yanda
Let there be revival. Let your fire reach the homes of people that are near and that are far in the name of Jesus. Wacha moto wa Bwana ukawapate mahali walipo. Kuna watu ambao wako nyumbani tu lakini wamefungwa tu, hawajui kwa nini hawakuji kanisani, hawajui kwa nini hawajawahi okoka, hawajui kwamba wako ndani ya gereza ambayo shetani amewaweka. Ninaomba Bwana akawafikie mahali walipo katika jina la Yesu Kristo. Ningependa ombe hilo dakika moja tunapomalizia, na najua Bwana atatujibu katika jina la Yesu Kristo. Makora mayande lemesekete remayora makakata masakata remayora makakore mabosekete bebebere maya shenda makakata bebebere maya kora mayanda mabosekete bebebere makakata bebebere makakata shenda bebebere makakata nina zokanaba kora mayanda makakata mayanda Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo. Tunashukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunapoliita jina lako Bwana unatusikia, na tutaenda kushuhudia matendo yako katika maisha yetu Bwana. Tutaendelea kuona majibu ya maombi yetu Bwana, tunapoomba katika ibada hii na hata tunapoomba
kivyetu Bwana, nyumbani na mahali pengine. Tunajua Bwana hakuna maombi ambayo yanapotelea tu hivyo, lakini Bwana unatusikia na tutaenda kuona matendo yako. Tunakushukuru Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa uwepo wako katika maisha yetu na kuwa kati yetu. Tunashukuru Bwana. Tunapoenda kusikia neno lako Bwana, ninaomba ukanene na kila mmoja wetu Bwana, isiwe pasiwe na hata mmoja wetu ambaye hatasikia kitu. Tunaomba Bwana tukalishike neno lako kwa imani na lile neno likazae matunda katika maisha yetu. Abudu Bwana na tunasema ni asante. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Unaweza kuketi. Unaweza kuketi. You may sit. Hallelujah. Umekaribishwa sana katika ibada hii ya Kiswahili. Ningependa ukamsalimie jirani yako, mwambie ako mahala pema. Greet your neighbor. Tell them they are in the right place. Naona hivi karibuni nitatafuta mkalimani. Hallelujah. Bwana anaenda kutembelea asubuhi ya leo. Ninajua kwamba Bwana ni mwaminifu na hawezi kutuleta alafu akose kutupa neno. Bwana anaenda kuguza maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa hivi kuna wimbo ambao ningependa tuimbe pamoja tunapoenda kusikia neno la Bwana. Wimbo tunaujua ni wa sifa. Wimbo unasema Bwana anatenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Bwana anatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio ningependa tuende tukaimbe huo wimbo pamoja. Najua kwamba angalau unajua sehemu ya wimbo huo. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na
kumbuka rehema, hafananishwi na kitu kingine, hafananishwi na kitu kingine. Haleluya. Weka mikono yetu pamoja kumkaribisha mchungaji. Hallelujah. Thank you. Father, we thank you for this morning. Baba, tunakushukuru. Accept our thanks and praises in Jesus' name. Bwana, ukakubali maombi yetu siku ya leo. Thank you for being our God. Asante kwa kuwa Mungu wetu. Thank you for showing yourself mighty on our behalf. Asante kwa kujidhihirisha katika maisha yetu. Throw your weight around and tell the devil you are in charge. Bwana, jidhihirisha katika ibada ya leo. Do us good. Tutende wema. Touch our lives. Tuguze tena. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Put your breath upon us. Weka Bwana maisha yetu Bwana yakawa ndani yako. Speak to us this morning. Na ukanene nasi. And cause everyone to hear your voice. Na ukafanye kila mtu kusikia sauti yako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amina. Hallelujah. Amina. Today we'll be concluding the teaching on assorted helpers of destiny. Leo tutakuwa tunamalizia yale mafundisho tulianza kuhusu wasaidizi wa aina mbalimbali. And like I keep teaching you, make sure you are also a helper. So you are not just expecting people to help. Kama vile ninavyowafunza, ukuwe pia msaidizi watu wanapokusaidia, usiwe tu wa kusaidiwa tu peke yake. Hallelujah. You want God to send you helpers, you must also be somebody's helper. Usiwe tu watu wa kutaka kutumiwa usaidizi kwa Mungu. Help you also. Inapokuwa vingumu kusaidia watu wengine, basi ni vigumu kusaidiwa sisi pia. In life, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Katika maisha, mambo ambayo tunayapanda tunayavuna pia. In fact, check your life presently. Whatever is happening to you is a harvest of what you've done in the past. Hata tukiyatazama maisha yetu wakati huu, mambo tuliyoyatenda wakati wa kitambo, basi ndio yanayodhihirika katika maisha yetu. Be careful what you do in God's presence, because every seed you sow there, you will harvest it. Kuwa mwangalifu mambo unayoyafanya katika nyumba ya Mungu, kwa sababu unayoyapanda utayavuna. No matter how hardened you may think you are, when the harvest comes, even you will know that the harvest have arrived. Hata uwe wewe ni nani, chochote unachokifanya utakivuna. As we trust God to give us helpers, assorted helpers of destiny, we need ourselves also to be helper to people in different dimensions. Tunapozidi kumwomba Mungu awalete wasaidizi aina mbalimbali katika maisha yetu, basi tunapaswa pia tujifunze kuwa wasaidizi. Everything that I've mentioned about helpers, you can operate in all such assorted realms at different times to different people. Mambo hayo yote niliyoyafunza kuhusu wasaidizi tunayaweza kuyanakili na kuyatumia katika hali zote za maisha yetu. For example, I said number 1, discoverers of hidden gifts in you. You can
discover hidden gifts in people, children, keep completely quiet. Yes, it is. But now keep quiet and hear the word of God. Whenever the word of God is going on, you keep quiet. Is that fine? So hear the word of God. Thank you very much. All right. I said discoverers of hidden talent in you. There are those. Please, that thing is going on and off. I think it's because you are touching that wire unknowingly, or mistakenly, or unguardedly. So the same wire that is there. Yeah. When you do your leg like that, the thing hits it. This is balance. So let your mind be connected to know that that wire affects the stuff there. Please be alive and awake when you are standing there, please. Now, I talked about hidden gifts, discoverers. The people that discover hidden gifts in you are those who discover things that are hidden, that God has put inside you that you may not know is inside you. There are people who have access to golden opportunity. When they open it to you, your life changes immediately. You can also be a custodian of golden opportunities in people's life. Alifundisha kuhusu pia wasaidizi aina ya ambao waekezaji wa mambo ambayo Mungu ameficha, ama mambo ambayo ni nafasi za kipekee ambazo Mungu ameweka katika maisha yetu. Introducers of destiny. There are people who, when they introduce your destiny just opens up. You can also introduce somebody's destiny. Alifundisha pia kuhusu wavumbuzi ama waanzilishi wa hatima yetu. When you become an assorted helper of people's destiny, you become an answer to prayer whenever you appear in people's life. Tunapokuwa wavumbuzi ama wasaidizi katika kuvumbua mambo ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha ya wengine, tunakuwa wasaidizi katika maisha ya watu. Lifters of weak hands. When your hands are weak, you need people to help you lift it. You can also be a lifter of weak hands. When you see their hands weak, you help them, not you mock them and say, his hand is weak. Look at that apostle, he used to be like he's strong. Look at now, he's even tossing, and you're laughing. And you are such, you have already planted a seed. When you're also weak, people will mock you. Aina nyingine ya wasaidizi ni kwamba ni wale wanaosaidia kuinua mikono dhaifu, wanaosaidia wakati tuko katika hali ngumu. There are defenders of destiny. These are people who defend you to make your destiny fulfilled. You can also defend other people's destiny. Aina nyingine alisema ni walinzi wa hatima zetu, wanaotuzuia tusipoteze maisha ambayo Mungu ametupa ama hatima ambayo Mungu anaazimia. There are supporters and promoters of your vision. People who make sure your vision does not die. You need to also be a supporter and a promoter of other people's vision. Pia alitufundisha kuhusu washikadau ama wasaidizi, aina ambayo kazi yao ni kusimama nasi na wanaosaidia kutimiza hatima yetu. Number 8 are burden bearers. People that help you carry the weight of life, the burdens of life. You can also be a burden bearer in people's life. Aina nyingine alisema ni wanaosaidia kubeba mzigo tulio nao katika hatima yetu. There are propellers of destiny. People who propel you to destiny. You can also propel others to get to their destiny. Aina nyingine alisema ni wanaopeperusha hatima yetu jinsi Mungu alivyopanga. There are generators and activators of destiny. People who generate. You never knew you could be a king, like Saul never knew he was going to be a king. Samuel was one who anointed him and declared him a king, and he became a king. Those are generators and activators of destiny. You need to be such person in people's life also. Tunao pia waanzilishi na wanaoendeleza hatima yetu kwa kusimama nasi. There are forerunners of destiny. People who go ahead of you and open the way for you. You can also go ahead and open the way for someone. Go and tell somebody, if you hear my pastor, your life will change. And then people begin to hear your pastor. So also somebody will go ahead of you and say the same about you. Hallelujah. Kuna wasaidizi aina nyingine ambao kazi yao ni kwenda mbele yetu ama watangulizi katika maisha yetu. There are successors of destiny. These are people that come after you to carry on what your destiny had done and move it to the next level. You can also do the same in people's life. Tuna aina nyingine ya watu ambao wanachukua nafasi yetu wakati hatupo ama wakati tunapotoka katika hali fulani, ni watu ambao wanaoendeleza hatima yetu. There are witnesses of destiny. You can also do the same in people's life. Who is a witness? A witness is somebody who witnessed the right thing that happened. So when there is need for defense, say, excuse me, I was there when it happened. And you show evidence of the fact that you witnessed what happened. And as such, the person, maybe the enemy wants to attack him, the enemy cannot attack him anymore. Somebody wants to wound him, they cannot succeed anymore. Why? Because there's a witness. You can also be a witness to people's destiny. Many times,
I have seen witnesses in Nairobi. They saw what happened, but they keep quiet and they pretend. You are a wicked man. You will not have such witness when you need it. Whenever you witness something and you see that the person is being attacked, open your mouth and speak, and the Almighty God will defend you. So also, the day you will need a witness, somebody will raise up and say, I know what happened, and then vindicate you and exonerate you. Anaelezea kuhusu wasaidizi aina ambayo kazi yao ni kushuhudia mambo ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu, ama mambo ambayo Mungu anakusudia kufanya. Watu aina hii tunawahitaji kama wasaidizi, wakawe watu wa kutoa ushuhuda kuhusu mambo ambayo Mungu ametenda. There are decorators and authorizers of destiny. People who add value, who decorate your destiny, who make the best in you show up. May God make you one in people's life also in the name of Jesus. Amina. Kuna wasaidizi aina nyingine, kazi yao ni mwokozi, ama watu ambao kazi yao ni kuokoa hatima ya watu wengine. Saviors of destiny. Mwokozi wa hatima zetu. Who are saviors of destiny? Nani ambao wanaokoa hatima zetu? They are people that God sent to you at the nick of time to save you and save your destiny from perishing. Aina hii ni watu ambao Mungu anawatuma katika maisha yetu ili wakaweze kuokoa nafsi zetu tusije tukaangamia. There are people that God sent to you at particular times of your life to make sure that your destiny does not sink. Ni watu ambao Mungu anawatuma kwa kipindi fulani katika maisha yetu kuhakikisha hatujazama. Such people, their words, it could be only one person, can save you from perishing. Watu wa aina hii wanaweza kusaidia maisha yetu kuangamia. In Nehemiah chapter 9 verse 27. Nehemiah 9:27. Kitabu cha Nehemia sura ya 9 mstari wa 27. I want it projected and I want all scriptures projected. Nehemiah chapter 9 verse 27. I hope there's a human being in that studio. Doctors, check for me, there's a human being in that studio. Nehemiah chapter 9 verse 27. The Bible says, therefore thou deliverest them into the hand. Leave shift from them. You are blocking the screen. Ezekiel. It's either you move the screen away from your back or you move yourself away from the screen. Either of the two. Any of the two. So discover what to do. Therefore thou deliverest them into the hand of their enemies, who vexed them. And in time of their trouble, when they cried unto thee, thou hearest them from heaven. And according to the thy manifold mercies, thou gavest them saviors, who saved them out of the hands of their enemies. Thou gavest them saviors, who saved them out of the hands of their enemies. Biblia inasema katika kitabu cha Nehemia sura ya 9 mstari wa 7, kwa sababu hiyo ukawatia katika mikono ya adui zao waliowasumbua, na wakati wa shida walipokulilia uliwasikia kutoka mbinguni, na kwa wingi wa rehema zako ukawapa waokozi waliowaokoa katika mikono ya adui zao. God gave them saviors, who saved them out of the hand of their enemies. Saviors are those that God sent at the nick of time to deliver you from the hands of your enemy. Waokozi ni watu ambao Mungu anatuma katika maisha yako wakati wa haja, ndiposa wakaweze kukukomboa. May God send you saviors. Amina. Mungu akawatume wakombozi katika maisha yetu. I have had saviors in my life and I've been a savior in other people's life also. Nimekuwa na waokozi katika maisha yangu na nimeona umuhimu wa waokozi katika maisha ya watu. Obadiah 1:21. Obadiah chapter 1 verse 21. Katika kitabu cha Obadia sura ya 1 mstari wa 21. The Bible says, and saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. When saviors arise, they will make the kingdom to be God's kingdom. Obadia sura ya 1 mstari wa 21,
Linasema tena waokozi watakwea juu ya mlima Zayuni ili kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. I mean, there are people that God just sent. In fact, God raises them at peculiar times and they save you from shame. Kuna watu ambao Mungu anawainua na anawatuma kwa kipindi muhimu sana katika maisha yetu ndiposa wakatukomboe. They might not even know that they are saviors. Hata wanaweza kukosa kujua ni waokozi. Matthew 1:21, the Bible says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Biblia inazungumza kuhusu Yesu, nasema ya kwamba na atamzaa mtoto mwanaume na atamuita jina yake Yesu, kwa sababu atawaokoa watu wake kutoka kwa dhambi. Jesus came to save us from our sins. There are times God raises human beings and makes them your financial savior, spiritual savior, prayer savior, material savior, educational savior. Wakati mwingi ama katika kila kipindi katika maisha, Mungu anawaleta waokozi wa aina mbalimbali katika kila sekta yote ya maisha yetu. Wanaweza kuwa ni katika elimu, wanaweza kuwa ni katika mambo ya kiroho ama kifamilia, lakini kwa hali zote ambazo Mungu anatuweka, kuna waokozi anaowaleta katika maisha yetu. For example, when I got into university some years ago, we were doing philosophy and logic. I think it was GST 111 or something, and it was difficult for me to understand that 1 plus 1 is equal to 2. Therefore, if 2 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 1 plus 2. Hey, where? Relax, okay, how did you get there? My mind couldn't pick that. I said something was wrong with these teachers. If therefore 1 is equal to 4 and 2 is equal to 2, then 2 is equal to 4 plus or minus. Hey, what nonsense is this one? I couldn't understand it, sir. So there was a young man called David in my class. David Oviesu. David like that, very short guy. The guy understood it. When the teacher is stuck, they call him. He comes to help the teacher. Because the thing was difficult for us to understand. I mean, when we did the first test, I didn't pass anything because I didn't even know what to write. I didn't understand it. So I called him. I arrested him. In those days, I used to see him trekking home. And I had a car when I was in university. God bless me with a brand new car, Kia Rio. So when I drive, I'll pass it, Devo, he say, pass T. Then I'll go, So I just said to myself, let me be dropping this guy, since this guy knows this philosophy and logic. So I dropped him one day. I dropped him very close to his house. I told him I came with a car so I can drive home. So you just go home and I drive back to my house. I'm not using my legs. So the guy was happy. So one day I accosted him and said, Devo, he said, sir, can you teach me philosophy and logic overnight for 2 weeks? I will pay you anything you want. He said, pasty. And he came to my house. I did not know that he was the one that helped the lecturer write the book that they sold to us. The guy taught me everything. And I got A in philosophy and logic. So in fact, I became a philosopher myself. I can organize you. If 1 is equal to 2, then 2 is equal to 1 minus 2 plus 1. Therefore, Mtumishi wa Mungu anatupa mfano wake jinsi alipopata wasaidizi katika chuo wakati alipokuwa anafanya filosofia. Vile alipatana na wanafunzi wengine ambao walikuwa na maarifa katika hiyo sekta ya elimu na wakamfundisha, na hivyo sasa wakati tunapozungumza amekuwa mwerevu ama amekuwa na maarifa katika hiyo hali ya masomo na anaweza kusaidia watu wengine. That guy was my savior from failure. I would have failed that course. Alimuokoa sana katika hiyo hali ya masomo. I told you guys the story of when I arrived Chicago, United States of America, and I got to the airport, picked my bag, and I came out. And the pastor that was coming to pick me called me, and I picked the call. As we were talking, hey, you've arrived. Hey, yeah. Hey. The credit finished. Bam. And I couldn't talk to him anymore. My airtime finished. He was calling me my Kenyan line in America. I stood there stranded. I didn't know what to do. So I closed my eyes and said, Father, please help me. Before I embarrass myself in America, they are wondering, this guy that came from Kenya, came from Africa, is not organized. And I stood there, closed my eyes. Suddenly, an M-Pesa came in. 5,000 shillings. Somebody from Nairobi just said something pushed him to send me M-Pesa. Bam! So I used my M-Pesa credit immediately to buy airtime in America. And then the call came in. And the pastor said, I've been looking for it. He didn't even know what happened to me. He didn't know this was a miracle. So I told him, I'm in
Terminal 5, and the guy was in Terminal 1. And the terminals were far, is another city entirely. The guy drove for another 30-45 minutes to locate me in Terminal 5 in a place called O'Hare International Airport in Chicago. The guy came and picked me. Then I began to tell him what happened. What happened was that God sent me a savior from Nairobi, Kenya, in the nick of time, who sent me 5,000 shillings. I did not beg him. I did not. In fact, it was night in Nairobi, and it was day in America when he sent it. I don't know. He said something just woke him up and said, send Apostle money now. And he sent me money and I needed it. That was the savior, sir. Tumishi wa Mungu anatupa mfano wake jinsi alivyokwenda ama alivyosafiri kwenda Amerika, na vile alivyokwama katika airport, na jinsi alivyopata msaidizi alipoomba Mungu na akaleta msaidizi wakati wa haja na akaweza kusaidika. Ndivyo tunavyohitaji wasaidizi wakati mwingine tunapokumbwa na matatizo. You finish everything? Wonderful. May God give you saviors of destiny. Mungu na atupe wasaidizi na waokozi katika maisha yetu. People that just appear when the need is serious the most. Watu wanaojitokeza wakati wa haja. I remember while we were building this church, the thing became a bit tough financially. I didn't know where to turn to. Nobody was bringing seed. People that brought all the seed they promised. Then I began to pray, Father, please help me. Suddenly a call came in. Somebody called me and said, man of God, if you can pray for me, I need prayers. There's a certain money I've been chasing from the organization I work for. They have refused to give me that money. If you can pray for me and they give me that money, I will give you some good amount of money. So I laughed. I said, not about the money you're going to give me, but I will pray and God will answer. And I prayed. And I said, Father, release that money by thunder, by fire, in fact, by hailstone and brimstone. Release it under pressure. Release it by thunder. In fact, whoever is sitting on the money catch fire. I fired prayers. I prayed that prayer on Monday. By Tuesday evening, the person called back and said, sir, the money has arrived. By the time it clears on Wednesday, I'll see what I can do. I thought it was a joke. By Friday, they funded my account with $10,000. I became afraid. Wonderful. And so I came back to church and said, Farmer! I said, sir, we just start the building. Come and move the block there. And then he said, Pastor, money. I said, shut up. That's money. Hallelujah. God sent a savior at the nick of time. May God send you saviors. Amina. Tumishi wa Mungu anatuelezea mfano tena na anatupa mfano jinsi Mungu alivyotuma wasaidizi na waokozi katika maisha yake wakati tulianza mjengo katika mahali hapa, kati Mungu alitusaidia kupata, na Mungu alimuunganisha na mtu aliyehitaji maombi, na alipomwombea njia zake zikafunguka na akamkumbuka mtumishi wa Mungu, na mambo ikaelea hapa kama ilivyotarajiwa, na mjengo inaendelea, na tunamshukuru Mungu. Number 16, reconnectors of destiny. Habari ya 16 ni waunganishi mara tena ya maisha yetu wakati tunapotoka katika hatima yetu. Reconnectors of destiny. Waunganishi ama wanaounganisha tena hatima yetu. Who are reconnectors of destiny? Nani hao wanaoturudisha tena katika hatima yetu? People God sent to you to reconnect you back to destiny. Ni watu ambao ama wasaidizi Mungu anaotuma kwa maisha yetu waturudishe tena katika njia. When something goes wrong in your life, they come and reconnect you back so that you are not on the off route in destiny. Wakati mambo hayako sawa, ni watu ambao wanakuja katika maisha yetu kuturudisha tena sawasawa na mapenzi ya Mungu. Or when a relationship between you and someone who is an agent of destiny goes sour, there are those that God uses to say no way, and they reconnect you back to such destinies. Wakati mahusiano yetu na watu ambao Mungu ametuma katika maisha yetu yanapokuwa na matatizo, hawa ndio wasaidizi Mungu anaowatuma. At different points of your life, you need reconnectors of destiny. In case you have a problem with the Almighty God and you are disconnected and you are not able to, somebody who can intercede for you, and then your relationship with the Almighty God becomes cordial and grace is restored. Katika hali na katika vipindi fulani katika maisha yetu, tunawahitaji hawa wasaidizi wanaoturudisha tena katika ule mpango wa Mungu, ndiposa tukaweze kuendelea. The Bible says in Luke chapter number 1 verse 16 to 17. Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 17. Luke 1:16 to 17. The Bible says, and many
of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and the power of Elias, to turn the heart of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. This person, John the Baptist, is a reconnector of destinies. When people are not together in good terms again, he brings them back and reconciles them. That is his destiny. You need such people in your life to reconcile you back and reconnect you back to destiny. Katika kitabu cha Luka sura ya kwanza na mstari wa 17, Biblia inasema ya kwamba naye 16. Luke 1:16. Biblia inasema na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. You know, many times in Africa, when you mess up with your parents and your father gets angry with you and sends you out of the house, you go and locate somebody your father respects and you bring him to the house, and the person will enter the house first before you and tell you to hide outside the gate or by the door. Then the person enters and greets your father. Hey, and your father gets up and says, good morning. You know, your father respects the guy. How are you? Say, Muse, be chief, you're welcome. And your father is trembling before the guy. And your father said, hey, how are you, sir? Your father quickly goes and gets him juice. Goes and gets him food. And your father is running to get everywhere. And the man sits down. And he says, today I didn't come to eat. I want to talk to you about something important. I say, go ahead, sir. Go ahead, sir. And your father is trembling. Then the man makes a sign. And then you enter. And your father frowns his face. And the man says, I came to plead with you that you should forgive this young man. He has apologized. He has told me what he did wrong on his behalf. I am very sorry. And your father says, okay, if not for this man, I would have wounded you permanently. In fact, I would have damaged you. But okay, fine. Muse, because of you, let him enter. That guy is a reconnector, a reconciler of destiny. There are times in your life you need such people. You need them in marriage. You need them financially. You need them to reconcile, to reconnect you to relationships that have gone bad. Tumishi wa Mungu anatuelezea kwa mfano jinsi tunavyohitaji watu wanaotuunganisha wakati mahusiano yetu yanapokuwa na tatizo, na anatuambia kwamba katika bara la Afrika tunao mambo ambayo hufanyika, na kwamba wakati kunapokuwa na hali ya kutoelewana katika jamii, kunao watu ambao wameheshimika na ndio tunaowaendea katika maisha yetu, ndiposa wakaweze kuturejesha, na inawezekana ni kwa sababu wanapoingia wanaleta tena uhusiano. Thank you. All right, number 17. Preservers of destiny. People that preserve your destiny. Nambari ya 17 ni watu ambao wanaoweka hatima yetu katika hali ambayo haiwezi kuharibiwa. People that preserve your legacy. Watu ambao wanalinda ile mambo ambayo tumehitimu. Some of them can decide to write what God has done through you and turn it to a book. Wengine wao hata wanaweza wakaandika mambo ambayo Mungu ametenda na hata kuifanya kitabu. Some of them can be the one that will record it and turn it to a documentary. They preserve all that God has done in your life. Wengine wanaweka hata rekodi ya mambo ambayo Mungu amefanya na kama kumbukumbu hata za kurejelea. Can protect you from decay. Maybe things have not been well with you. They preserve you from finishing so that you can rise again. Ndiposa wakatuzuilie kutokana na uharibifu tukaweze kuinuka. May God raise preservers of destiny for you and also make you one. Na Mungu akaweze kuwainua watu wa aina hii katika maisha yetu, na pia atufanye kuwa watu ambao ni waekezaji. Hosea chapter 12 verse 13. Hosea 12:13. The Bible says, and by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Biblia inasema katika hiyo kitabu cha Hosea sura ya 12 mstari wa 13, linasema na Mungu aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kupitia mtumishi wake, na akawaweka kupitia ule mtumishi. There are prophets you need to preserve your destiny.
Kuna watumishi ambao tunawahitaji ndiposa maisha yetu yakawa When salama. God sends such prophets your way, your life will no longer go down. Your life is preserved. If you have noticed some areas of your life that is getting decayed, the enemy is taking you down, you need such prophets to bring preservation to your life. Watu aina hii ndio tunawahitaji ndiposa maisha yetu yakawe salama, Mungu akaweze kuyaweka katika hali ambayo huwezi kukumbwa na matatizo ama When they uharibifu. show up, something new start happening to you. Something fresh start happening to you. Your destiny is preserved. Aina hii ya watu wakiingia katika maisha yetu, mambo mapya yanaanza kutendeka kwa sababu maisha yetu yamekuwa katika hali njema. May God make you a preserver of people's destiny. Mungu atufanye watu ambao tunaweka maisha ya wengine katika hali sawa ndiposa wakahitimu. Number 18. Jambo la 18. Agents of prosperity. Nambari ya 18 ni watu ambao kazi yao ni kusukuma maisha yetu yakafanikiwe. Agents of prosperity. Watu ambao kazi yao ni kutufanya tuwe watu wa kufanikiwa. In fact, I want to call them your pulse bearers. Watu ambao wanaweza kutusaidia kubeba mzigo. P-U-R-S-E. You guys call it pass in Kenya, but we call it pulse from where, because it is P-U-R, not P-A-R. You know, you guys have your own. All right. Your pulse bearer, people who are carrying your bag of money. Anytime you need money, God just sends them to you. Ni wasaidizi ambao wanabeba mzigo wetu na kutusaidia. They are always happy to make sure that your destiny is sorted out. Wanahakikisha ya kwamba maisha yetu yako sawa. In fact, I think we should call them treasurers of destiny. Tunapaswa hata tuwaite wawekezaji wa hatima zetu. Whenever your life is about to scatter financially, say, no, I'm around. How much is it? Paid. Those are treasurers of destiny. Wanafanya kazi ya uhasibu, ni kama mahasibu wa hatima zetu. The Bible says in 1 Kings chapter 4, verse 7 and verse 27. I want to read verse 7 first. The Bible says in 1 Kings 4, verse number 7 says, and Solomon had 12 officers over all Israel, which provided for the king and his household, each man his month in a year, made provision. These guys were providing for Solomon's household. Everything that Solomon was eating in the house, they were providing for it. In fact, each man took a month, and there are 12 months in the year. There are 12 of them. One man took 1 month to provide everything Solomon needed throughout that month. Another one took over the next month. Another one took over the next month. 12 months. Solomon lacked nothing. Everywhere was full of food because there were people providing it. These are treasurers, purse bearers, agents of prosperity. Biblia inatueleza kuhusu Suleimani jinsi alivyokuwa na watumishi 12 waliokuwa kazi yao ni kufanya mambo ambayo yanahitajika katika nyumba yake, na walikuwa wasaidizi wa kuleta vyakula na mambo ambayo yalihitajika kwa kila siku. Walikuwa watu 12 ambao walisimama mmoja kwa kila mwezi, watu 12, na walihakikisha hakukosekana lolote. The Bible says in verse number 27, and those officers provided victuals for King Solomon and for all that came unto King Solomon's table. Every man in his month, they lacked nothing. Every man in his month, they lacked nothing. They were bringing everything Solomon needed every month, and they lacked nothing. Hallelujah. Biblia inasema na wale maafisa walileta mambo yote yaliyohitajika kwa kila mwezi, na hakuna chochote. Massive crusades, because there were people funding it. Wakati nilipokuwa nikifanya huduma, ndivyo mtumishi wa Mungu anavyotueleza, wakati alipokuwa akihubiri, Mungu aliwaleta watu wa aina hii katika maisha yake. Kazi yao ilikuwa ni kusimama na yeye na kuhakikisha mambo imeenda vizuri katika kuhubiri. There was a young man that came to me then. He said God told him his own duty is to make sure my clothes are washed and ironed. He comes every weekend, picks up every cloth, wash them, iron them, and put them inside the wardrobe. Every weekend he does that. He took off dry cleaning money from me and started sorting it out. Anasema ya kwamba kuna hata mmoja aliyechukua jukumu la kuhakikisha mavazi yake iko laini na ni safi na iko tayari ni kwa ajili ya huduma, na alifanya hilo katika kila juma na kila wiki na kila weekend. Ndivyo alivyofanya, ndipo hakikishe ameweza kuhubiri. When I first came to Kenya, a certain woman came and told me that God told her that wherever I am going to in Kenya, her duty is to transport me there. And every morning she will report in my house. Is an elderly woman.
report in our house, and stay in the car waiting for me. When I'm ready to go, I enter. She doesn't disturb me. She doesn't push me. I go when I want to go. When I get to where I'm going to, she doesn't start harassing me to finish early. No. She will wait until an elderly woman. She will wait there until I finish. When I finish, I step out. She takes me back to the house. She did that for close to 6 months. Until I had to stop her. Until I started dodging. Hey, Mama, don't do that. I'm okay now. I know my way in Kenya. She said, no. God told her to be carrying me. Those are these kind of people. Agents of people that take the heat, the burden of you. You need such helpers in life. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba wakati alipokuja nchini alipata msaidizi ambaye kazi yake ilikuwa ni kumchukua na kumpeleka popote alipoenda kuhudumu, na alifanya hivyo kila siku kwa kipindi cha miezi 6 mpaka yeye mwenyewe akamwachisha, kumwambia wache, na kwa sababu ule mama alisema ya kwamba Mungu amemtuma kufanya ile kazi katika maisha yake. Number 19 helper that you need is future banks of destiny. Future banks of destiny. Msaidizi 19 ama aina ya 19 ni wasaidizi ambao ni kama mahali unapowekeza mambo ya kesho ama mambo ya usoni katika maisha yako. Who are future banks of destiny? These are people that God sends your way and they gather wealth and keep for you to enjoy in future. Ni nani hao ambao ni benki ya kuwekeza hatima yako ya kesho? Ni watu ambao kazi yao ni kuhakikisha mambo yako kesho ama ya usoni yamehakikishwa yako sawa kwa wao, kupitia wao kuwekeza katika maisha yako. They gather so much wealth and then hand it over to you and tell you this is for your future. And when you need it in 10 years time you can have it. This land you can take it. People who gather wealth and hand it over to you to make your future smooth. Wanaekeza utajiri katika hali salama, ndiposa wakaweze kukupa na kukuambia kwamba hii ndio tumeweka, hii ndio hazina ambayo tumeweka ni kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Every one of you need this kind of people. Sisi wote tunawahitaji hawa wasaidizi. Who can sow into your tomorrow. Watu wanaweza kuwekeza katika maisha yetu ya kesho. Invest into your tomorrow. Wawekezaji ambao watahakikisha kesho yetu ni salama. You must pray that God should make you like that also. Tunapaswa pia kuomba Mungu atufanye kuwa watu wa aina hii, so that you are able to invest into other people's life. Ndiposa pia tukawekeze katika maisha ya wengine. So you are able to invest in other people's future. Ndiposa tukawekeze katika hatima za wengine. In 1 Chronicles chapter 29 verse 18 to 19. 1 Chronicles 29, 18 to 19. The Bible says, "O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our father, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their thoughts to the and prepare their hearts unto thee." Verse 19. "And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and the statutes, and to do all these things, and to build the palace for which I have made provision." Verse 23. "Then Solomon sat on the throne of the Lord as king instead of David his father, and prospered, and all Israel obeyed him." Verse 24. "And all the princes and the mighty men and all the sons likewise of David submitted themselves unto Solomon the king." Verse 25. "And the Lord magnified Solomon exceedingly in the sight of all Israel, and bestowed upon him such royal majesty as have not been on any king before him in Israel." Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura 29 mstari wa 18, "Ee Bwana Mungu wangu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli baba zetu, ulilinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaiongoze mioyo yao kwako. Naye Suleimani mwanangu umpe moyo mkamilifu, ili azishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako, akayatende haya yote na kujenga nyumba hii ya enzi niliyowekea akiba." Mstari wa 23 Biblia inasema, "Ndipo Suleimani akaketi katika kiti cha enzi cha bwana wake falme badala ya Daudi baba yake, akafanikiwa na Israeli wote wakamtii." Mstari wa 24 unasema, "Nao wakuu wote na mashujaa na wana wote wa mfalme Daudi nao wakajitia chini ya mfalme Sulemani, naye Bwana akamtukuza Sulemani mno machoni pa Israeli wote, akampa fahari ya kifalme na kumpita falme awaye yote aliyokuwa kabla yake katika Israeli." God wanted Solomon to build his temple. David provided
for the building before he died. He gathered everything in abundance and handed over to Solomon before he died. So Solomon's future was assured. His destiny was to build temple. Somebody provided everything he needed to build the temple. Biblia inasema Mungu alitaka Sulemani kujenga hekalu lake, lakini baba yake Sulemani Daudi alihakikisha mambo yaliyohitajika kujenga ile nyumba ilikuwa tayari. Kwa hivyo Sulemani alipokuja hakuwa wakati wa kutafuta mbali, ilikuwa ni kujenga, kwa sababu yaliyohitajika kujenga yalikuwa tayari. Imagine where God is sending you to. Somebody has already paid the bills. Imagine where God is opening your door to. Somebody has already sorted everything out. I mean, David paid the bills for the building before Solomon began to build. His destiny was sorted out before he began. No wonder he commanded royal majesty. He wasn't cracking his brain looking for money. Money was already there. He wasn't cracking his brain looking for the gold. David had provided it. He commanded majesty everywhere because God has sorted out his destiny. Now listen, when sorting happens to your life, is easier. But when you are still the one looking for the money to build a temple, it is well. You will have a lot of night vigils, a lot of prayer and fasting. This guy was just commanding majesty everywhere. Why? His father paid the bills. Hallelujah. May God send you future banks of your destiny now. Amina. Mtumishi wa Mungu anatuelezea kwamba tunawahitaji wasaidizi kama hawa, kama vile Daudi alivyofanya katika maisha ya Sulemani, aliyewekeza na kufanya kwamba ameweka katika hazina mambo ambayo na vitu ambavyo vilihitajika katika ujenzi wa hekalu. Wakati Sulemani alipokuja, kazi yake ilikuwa tu ni kuamrisha vile mambo yatakavyokwenda. Watu wa aina hii wanahakikisha maisha yetu inaenda salama kuliko tunavyokuwa sisi wenyewe tunajitafutia. Number 20, you need shame expellers. Watu aina 20 ni watu ambao tunahitaji wasaidizi, watu ambao kazi yao ni kuondoa fedheha na aibu katika maisha yetu. People that their destiny in your life is to remove shame. Make sure you are not ashamed. Watu ambao kazi yao ni kutoa ama kuondoa aibu katika maisha yetu. The Bible says in Psalm 127 verse 3 to 5, say, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hands of a mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. You need God to give you children that can remove shame from your life, from the gate. So shame does not enter your house. Shame runs from the gate. Why? Because you have sons, people that God has given to you who are responsible. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 127 mstari wa 3 hadi wa 5. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyejaza podo lake hivyo, naam hata waona haibu wanaposema na adui langoni. You need children, you need helpers that their duty is to remove shame from you at the gate, not inside the house. Shame will not enter your house. Tunahitaji wasaidizi ambao kazi yao ni kuondoa aibu katika malango, haitaingia katika nyumba yetu. Helpers number 21. Aina 21 are chariots of destiny. Aina 21 ni watu wanaopeperusha, ama watu ambao kazi yao ni kuhakikisha tumetimiza ama tumefikia hatima yetu. Chariots of destiny. Wanaopeperusha hatima zetu. Chariots peperusha. Kipeperusha. Ya kitu inapeperusha. They are chariots. Peperusha. It's all right. I won't forget. Ama gari la moto. Ama gari or moto. What made it gari again? Gari is chariot. Yeah. Peperusha. Now peperusha. All right. Peperusha of destiny. Kipeperushi ama gari inayohakikisha hatima zetu tumefikia. Now, these are people that God uses to transport you to destiny. Vipeperushi ama gari ambazo Mungu anazotumia kutufikisha katika hatima ndizo ambazo anazotumia, ama kuna watu aina hii. You might be in a wrong location. When you meet with them, you follow them. As you follow them, you enter destiny. These are chariots of destiny. Aina ya watu kama hao wanaweza tukuta pahali fulani na wakaweza kutubeba na kutupeleka mahali tunapohitajika. In Ruth chapter 1 verse 16 to 18, this lady called Naomi served as a chariot of Ruth's destiny. This lady
Ruth followed, her name is Naomi. Ruth followed her from Moab into Israel and finally became the great-grandmother of David and great-grandmother of Jesus Christ. Naomi was the chariot that brought her to destiny. Katika kitabu cha Ruth tuliona ya kwamba kama vile mtumishi wa Mungu anapozungumzia kwamba vile Naomi alivyochangia katika kuhakikisha hatima ya Ruth ilifikia, ama aliweza kuwa yeye ndiye aliyetokana na uzao wa Yesu kupitia. The Bible says in Matthew 1 verse 5, it says, and Salmon begat Boaz of Rechab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse. Jesse begat David. Now, Obed of Ruth. Ruth was not an Israelite. It was Naomi that was the chariot that brought her into Israel, and her name entered Bible. She became the great-grandmother of David, great-great-great-grandmother of Jesus Christ, because of one woman she followed. You can follow one person and your life will change permanently. That person is called chariot of your destiny. Kuna mtu ambaye akikuja katika maisha yako ataipeperusha maisha yako ukaweze kufikia hatima yako. Hao ndio watu Mungu anaowaleta katika maisha yetu, ndiposa wawe kama gari inayotubeba hadi tufikie hatima zetu. At some point in your life, you need this chariot to transport you. If you don't have that chariot, you'll be stranded in life and you may never get to destiny. If Ruth remained in Moab, she will never have become the great-grandmother of Jesus Christ. She got that opportunity because of a chariot called Naomi. May God send you chariots of destiny. Mtumishi wa Mungu anazungumza kama anavyotupa huo mfano ya kwamba tunawahitaji hawa wasaidizi katika maisha yetu, ndiposa wakaweze kuhakikisha tumeenda kwa upesi tufikie maisha yetu na hatima ambayo Mungu ametuwekea. Number 22, you need gifted men to help you in destiny. Aina 22 tunahitaji watu ambao wako na karama kuu ambazo Mungu atazitumia katika maisha yetu. In Exodus 31 from verse 1 to 6, the Bible talked about a certain man called Bezalel. The Bible said God gave him a wise heart to create things. He was a talented man. He helped Moses to build the tabernacle. You need so talented people around you to add value to your life. Biblia inatuelezea jinsi Musa alivyokuwa na wasaidizi ambao walimweleza na kumsaidia jinsi ya kujenga hekalu la Mungu. Watu waliokuwa na maarifa, watu ambao wanahitajika katika maisha yetu, watu walio na maarifa na uwezo wa kuweza kuweka mambo vile yanavyopaswa, ndiposa maisha yetu yakaweze kung'aa. You need, number 23, men of influence. Aina la 23 tunawahitaji watu ambao wanaweza kuzungumza na kusikika, wako na sauti katika jamii. They may not give you money, they may not give you land, but they can influence people to give you land. They can influence people to give you money. They can influence blessings to hit you. They can influence people to give you breakthrough. They can influence people to give you a good office. Men that carry influence. Watu walio na uwezo fulani wa kuzungumza ama kunena mambo na ikafanyika katika maisha yetu, ni kwa sababu ya heshima ambayo wamepewa. Wanaweza wakasema mambo na yafanyike katika maisha yetu. In Mark 15 verse 43 to 46, the Bible talked about a man called Joseph of Arimathea. He was an influential man in Israel. Nobody was bold enough to confront Pilate, but he went to Pilate and said, excuse me, can you give me the body of Jesus? I want to bury him in my tomb. Pilate said, hey, done, sir. Agreed. That's all. And he went to bury the body of Jesus in his own tomb. And nobody could argue with him because he had influence. When you have influence, you command authority. The Bible talked about, again, the centurion. The centurion's servant died. And the centurion was connected to Jesus and told Jesus, you don't need to come under my roof. Speak the word, and my servant will be whole. He used influence, and the servant got up. The servant could not get to Jesus, but he had a man of influence that could get to Jesus. You need somebody who commands authority. You need somebody who is somewhere. You need somebody who is settled somewhere, who when he talks, something can move. You need such men in life. May God send such men to you in Jesus' name. Amina. Mtumishi wa Mungu anaeleza ya kwamba
tunawahitaji watu walio na mamlaka na wanaweza kuamrisha mambo katika eneo fulani na mambo yakaweza kwenda vizuri katika maisha yetu. Na anaeleza jinsi mtu mmoja alivyokuwa na huo uwezo, aliyeweza kuchukua mwili wa Yesu wakati aliposulubiwa na kuweza kumzika katika kaburi lake. Kwa sababu alikuwa na uwezo, aliweza hata kumwendea mfalme na kutumia huyo nguvu na mamlaka aliyokuwa nayo na kuzungumza, na akaweza kupewa hata kibali na akapewa hata uwezo wa kufanya mambo aliyotaka. Kwa hivyo tunawahitaji watu aina hii walio na nguvu na hata mamlaka kuzungumza katika maisha yetu. I want us to pray right now. Nataka tuende tukaombe. Ask God for assorted helpers. Mwombe Mungu atuletee wasaidizi aina mbalimbali. Send me assorted helpers, oh God. Tumwambie Mungu, nitumie wasaidizi aina mbalimbali. Send me men that can help me at all times. Nitumie watu wataoleta usaidizi katika maisha yangu wakati wowote. I refuse to be stranded in this life. Nimekataa kuzama katika maisha. Send me helpers. Nitumie wasaidizi. Assorted helpers. Aina mbalimbali ya wasaidizi. Close your eyes, begin to pray. Twende tukaombe, tumwambie Bwana, nitumie wasaidizi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tutumie wasaidizi, aina mbalimbali ya wasaidizi, aina mbalimbali ya wasaidizi. Bwana, watume katika maisha yangu. Wacha Bwana wakakuje katika maisha yetu na kutusaidia katika kila hali yote ya maisha. Wacha Bwana wakaje katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Zimpragadusha. Bwana, watume wasaidizi katika kila hali, katika kila nafsi, katika maisha yangu, katika kila hali niliyoko. Bwana, ukatume wasaidizi. Rapuja pregeduza. Zimpregedusha tabragadon talida. Leprosoko pakati. Zimpranda kazoko tobregedi. Lintoko pragaduza. Lintozoko pregedegedege pregeduza. Jikete pregedege pregadon talida. Lekuja pragadusete. Zimpregadusha gedegebre. Lakuja tabragadogo pregede. Zimprendo soko prendelegete. Masoko pragalegadosa. Lantutu prekalantalida. Zompagadosa lada. Likoska brando zoto ligadela. Limproko soko payalada. Maleko jala bragalentalada. Zomprendo soko tu bragadela dosa. Linteko tu pregedintalagaduske brandalida. Limpragadala brosete. Gento brandala galabrosete. Father, send them to me. Limprozanta legadusa. Likorabagadoze pregedusa. Bwana, watume wasaidizi aina mbalimbali katika maisha yetu. Jamprosuku pregedusa. Lintapujete pregedusa. Jeketeke pregedonza. Lentoloko pregedege pregede. Intalamprosuko to pregedintalida. Loprasanta legadosa. Orakujata bragadon toligada. Osegedegedegedegedegeде. Zenkentom pregedosa. Limprosoko pregedintaligadusa. Orianto pregelon toligadia. Oranta labrosete. Zinto pregedege pregadon taligada. Osiko pregalogodosa. Orinto pregedege pregedegedegede. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amina. Immortal God, we thank you. Baba, tunakushukuru for all that you have done for us. kwa yale uliyotenda katika maisha yetu. Thank you for giving us your word. Asante kwa kutuletea neno lako. Thank you for opening our eyes. Asante kwa kufungua macho yetu. We ask you right now for assorted helpers. Naomba Bwana ukawalete wasaidizi aina mbalimbali. Send them to us. Watume katika maisha yetu. Give them to us. Utupatie Bwana. We will never be stranded in any area of life. Hatutazama katika kipindi chochote katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Glorify your name in our lives. Jitukuze katika maisha yetu. Thank you, Father. Asante Bwana. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Everybody say amen. Amen. I want us to give our offering so we can close this service. Taka tukafanye matoleo ama tukatoe zaka zetu tufunge ibada hii. Let's get our offerings and give to the Almighty God so we can close this service. If you are using the M-Pesa pay bill, you can use 821430. If you have yours physically, you can step forward and drop it in the offering basket.
All right. If you're outside Kenya, you can use the M-Pesa SendWave app. And it will reach us immediately. Kama uko nje ya nchi unaweza kutumia nambari ambayo tunaona katika mtandao na zitaweza kutufikia. Kuna nambari ya M-Pesa iliyo katika mtandao. You can get the account number of the church also, and then use it to send in your offering, your tithes, or whatever God has put in your heart. The account will be projected on the screen. Let us pray. Our Father, we thank you for this morning. Baba, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Thank you for every giver. Asante kwa kila anayetoa. Bless every giver in an uncommon way. Ubariki wanaotoa Bwana. Cause each giver to swim in plenty. Wafanye Bwana wakaweze kuwa na zaidi ya kiwango. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I decree you will never beg for anything good. Ninatangaza hatutaweza kukosa chochote chema. Between now and Christmas, God will give you a major Christmas present. Kwa kipindi hiki cha sikukuu Mungu atakupa hata mambo ambayo hukutarajia. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Thank you, Father. Asante Bwana Yesu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. We'll be closing for this service right now, and then we'll begin the Christmas carol service shortly. The Lord bless you. The God of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you.